Mimi Padre Josephat Jackson Bududu niliyeteuliwa kuwa askofu wa heshima wa Jimbo Katoliki la Legesera katika Numidia na askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Tabora. Kwa imani thabiti ninasadiki na kuungama yote na kila moja ya yale yaliyomo katika kanuni ya imani yetu, yaani nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, na Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu wa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijao. Amina. Aidha, kwa dhati kabisa nakiri na kushika mambo yote ya pamoja na kila moja peke yake yanayohusu mafundisho ya imani na desturi ambazo tumeamriwa na kanisa kwa maamuzi rasmi au yaliyoagizwa na kutangazwa na ualimu wa kawaida wa kanisa au yale yanayotolewa na kanisa lenyewe, hasa mitarafu fumbo la kanisa takatifu la Kristo, sakramenti zake, sadaka ya misa takatifu na uhalifa wa Baba Mtakatifu, askofu wa Roma. Na sasa askofu mteule anatia saini hilo pamoja na maaskofu mashahidi. Kwaya ongozi kwa wimbo unaofuata. Thank you.
kula kiapo cha uaminifu. Mimi, Padre Josephat Jackson Bululu, niliyeteuliwa kuwa askofu wa heshima wa Jimbo Katoliki la Venezuela katika Numidia na askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, nitakuwa daima mwaminifu katika Kanisa Katoliki na kwa askofu wa Roma, ndiye mchungaji wake mkuu, tena wakili wa Kristo, alifa wa Petro mtume katika ukuu wake. Nitakuwa pia mwaminifu kwa urika wa maaskofu. Nitajali utekelezaji huru wa mamlaka makuu ya Papa kuhusu kanisa ulimwenguni kote. Tena nitajibidiisha kuhifadhi na kupigania haki na madaraka yake hayo. Nitazitambua na kuzilinda haki na nyadhifa za wajumbe wa askofu wa Roma, kwa maana hao huwakilisha nafsi ya mchungaji mkuu mwenyewe. Nitajitahidi kwa bidii kubwa kuzitekeleza kazi walizokabidhiwa maaskofu, yaani kulifundisha taifa la Mungu, kulitakatifuza na kuliongoza. Hayo nitayafanya nikiunganika na kichwa cha urika wa maaskofu, nikiunganika pia na maaskofu wengine wote katika umoja wa hierarkia. Nitaulinda umoja wa kanisa ulimwenguni. Kwa hiyo nitajishughulisha kwa bidii ili hazina ya imani tuliyoipata kutoka kwa mitume itunzwe safi na kamili. Nitautunza ukweli uliowalazima kusadikiwa na kutekelezwa imani. Huo ukweli nitauangalia ufundishwe na uelekezwe kwa wote, kama anavyoeleza mwalimu mama kanisa. Lakini waliopotoka katika kazi nitawaonyesha moyo wangu wa kibaba, na nitatumia misaada yote mpaka waufikie ukamilifu wa ukweli Katoliki. Kujiwekea taswira ya Kristo, kuhani mkuu wa milele, mbele ya macho yangu kama mfano wangu, nitaishi kikamilifu na kitakatifu. Tena nitakutimiza utumishi wangu uliokabidhiwa jinsi hii, hata nionekane kielelezo kamili cha kundi langu, niweze kuwaimarisha waamini katika njia ya ukamilifu wa Kristo. Nitahifadhi nidhamu inayohusu kanisa kwa ujumla, na nitasisitiza kwa busara yote ili sheria zote, hasa zile za kitabu cha sheria za kanisa, zishikwe. Papo hapo nitaangalia daima ili mazoea mabaya yasijijenge, hasa kuhusu utumishi wa neno na kuhusu maadhimisho ya sakramenti. Nitashughulikia kwa uangalifu mali ya kanisa, hasa mali ile iliyowekwa kwa kuendeshea ibada takatifu na ile kwa ajili ya riziki ya madhehebu na ya watumishi wengine wa kanisa. Nitatunza pia kwa bidii
upendo wangu wa pekee kwa vile nao ni wasaidizi wa maaskofu. Vivyo hivyo nitajishughulisha sana kuistawisha mito mitakatifu ili mahitaji ya kiroho ya kanisa yapatikane inavyotakiwa. Nitaitambua na kuikuza hadhi ya waamini walei, kwa maana wana sehemu yao ya pekee katika utume wa kanisa. Naam, nitavitunza kwa jitihada kubwa vyama vilivyoundwa kuhifadhia na kuendeshea uenezaji wa habari njema kwa mataifa. Niitwapo kwenye mitaguso na kwenye shughuli nyingine za kirika, nitahudhuria binafsi au nitaitikia mara itakiwavyo, isipokuwa kama nimezuiliwa. Wakati uliopangwa au kwa nafasi yoyote ya pekee, nitatoa ripoti kuhusu kazi yangu ya kichungaji kwa Baba Mtakatifu na kupokea na kukubali maagizo na mashauri yake na kuyatekeleza kwa jitihada yote. Kwa hayo yote, Mungu anisaidie na hizi Injili takatifu za Mungu nilizozigusa kwa mikono yangu